Unaambiwa mwaka 965 mpaka mwaka 1040 baada ya Yesu kufariki, uko Uarabuni ambao sasa hivi tunaita nchi ya Iraq, alikuwepo mwamba mmoja alikuwa anaitwa Alhazen. Huyo Alhazen alikuwa ni mwanafizikia, sio hivyo? Alikuwa anadadisi kuhusu mwanga wa nje, sio hivyo? Sasa kwenye udadisi wake akajikuta kadondoka katika nchi ya Misri, lakini kwenda Misri alikuwa anataka kutafuta elimu zaidi ya maarifa alikuwa nayo yeye, sio hivyo? Sasa baada ya kuishi Misri kupata elimu mbalimbali, akaja na nadharia moja, akasemaje, bwana, mwanga ukishapita kwenye jicho, huwa nyuma ya jicho kunakuwa kuna nyama. Hiyo nyama ndo waga inapokea huo mwanga, na mwanga unabadilishwa unakuwa umeme, ambao huo umeme unaenda wapi? Unaenda kwenye ubongo, sio hivyo? Sasa kati hiyo mada anayosema alikuwa mbele ya jopo la wataalamu wa afya, yani alikuwa kwenye jopo la wataalamu wa mwili wa binadamu, sio hivyo? Jamaa akambeza sana, kwa nao jamaa anaongea kitu gani ambacho hakieleweki, yani kwamba mwanga ubadilishwe uwe umeme afu ende kwenye ubongo, kitu is impossible, sio hivyo? Sasa mwisho siku jamaa akukata tamaa, alichokifanya yeye akaandika kitabu chake. Alipoandika kitabu chake akakita The Book of Optics. Hicho kitabu cha Book of the Optics hata ukienda kwa Google utakisoma tu vizuri, kinazungumzia jinsi gani mwanga unavyoingia kwenye jicho na jinsi gani mwanga unavyobadilishwa kwa umeme na jinsi gani mwanga unavyochukua, yani jinsi gani mwanga kubadilishwa kwa umeme na umeme jinsi gani unavyosafirishwa kwenye uo macho kwenda kwenye ubongo. Jamaa akazungumza vitu vingi sana, lakini katika mazungumzo yake akaja na falsafa moja, akasemaje, bwana, kinachoona sio jicho bali kinachoona ni ubongo. Sasa katika kitabu hicho watu walivyokisoma kipindi kile wakamwona jamani chiza akili, yani kwamba kione ubongo afu jicho lifanya kazi gani? Jamaa akasema jamaa hiyo crazy, sio hivyo? Mwisho wa siku sasa maisha yakaenda mbele, jamaa akafariki, sio hivyo? Baada ya karne ya 19 mpaka karne ya 20 katika nchi za Europe, sio hivyo? Tunajua lazima watu wazaliwe, lazima teknolojia ziongezeke. Kipindi hicho ndipo wataalamu wa neuroscience wakavumbua jinsi jicho linavyofanya kazi, wakagundua bwana jicho linafanya kazi hivi na hivi na hivi, sio hivyo? Lakini katika tafuta zao makablasha yao wakakiona kwa kitabu cha The Book of Optics kwamba wale wanasayansi wa karne ya 19 mpaka 20 walijiona wao ndo wavumbuzi wa kwanza. Akasema bwana, kuna chuma kwa kinaitwa laser, kwa chuma kilishagundua hicho kitu mbona zamani. Ndio jamaa wakamtunuku, wakamwita legendari wao wa mwanga, jinsi gani mwanga unavyoingia kwenye jicho. Sasa katika hiyo story fupi tu nilioambia inafundisha bwana, usikate tamaa, sio hivyo? Usikate tamaa, pigana mpaka mwisho. Hata kama vikishindikana utaacha legacy. Hiyo legacy baada ya miaka ya mbele ndio utakuja kutunukiwa. Yani watu lazima wa appreciate kwa kazi uliyofanya wewe, sio hivyo? Sasa katika story hiyo nataka niwape na mimi somo jinsi gani miale, yani jinsi gani mionzi unavyoitumia, yani mionzi unavyoitumia mara kwa mara au mionzi unavyoitumia kwa muda mrefu, ndivyo jicho lako linavyozidi kuathirika. Sehemu gani zinazoathirika ndo nitakuja kuelezea. Nitaelezea hizo sehemu zinazoathirika pamoja na vyakula ambavyo unabidi uvile endapo tu ukiona dalili ya hiyo sehemu iliyoathirika, au kama unatumia mionzi mingi mara kwa mara, na kushauri tu utumie hivyo vyakula ambavyo vinawenda kutengeneza sehemu ambayo iliyotumika kwa muda mrefu katika hiyo mionzi yako ya simu, PC au television, sio? Sasa inabidi twende hatua kwa hatua. Kabla sijakupa hizo nutrient, kabla sijakupa aina ya vyakula, inabidi kwanza ujue jinsi gani jicho linavyopokea mwanga na jinsi gani huo mwanga unavyobadilisha kuwa umeme, sio? Nataka twende kwa step by step. Tunaanza sasa hatua ya kwanza sasa bwana, katika jicho kuna sehemu 4. Sio? Kuna sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ambazo hizo sehemu 4 zinafuatana. Sio? Katika sehemu 4, sehemu ya kwanza kabisa tuite kama skin protector. Hiyo sehemu sisi tunaitaga cornea, sio? Ile cornea waga inachukua mwanga nje afu unalengesha kwenye tundu, sio? Ile tundu, yani sasa hiyo tundu ndo sehemu ya pili hiyo. Ile tundu waga kuna muda linakuwa pana na kuna muda linakuwa jembamba. Yaani kuna muda linakuwa pana afu kuna muda linakuwa dogo. Hilo tundu linakuwa pana endapo tu mwanga ukiingia mdogo, tundu linakuwa pana, na linakuwa dogo endapo tu
mwanga ukiwa mdogo, yani mwanga ukiwa mkali ndo tundu linakuwa dogo, sio hivyo? Sasa baada ya mwanga kuelekezwa katika tundu, likifanikiwa kupenya katika tundu, linaenda kwenye sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ndo wanaita lenzi. Hiyo lenzi ipo kama puto fulani, yani puto ukilipuliza kidogo tu afu ulivute. Sasa hiyo sehemu inayovuta hilo puto hilo ndo wanaita ciliary muscle, yani kwamba lenzi imeshikiliwa na nini? Na ciliary muscle. Sasa hizo ciliary muscles kuna muda zinavuta puto na kuna muda zinailegeza puto. Sasa zinavuta puto kama tu ukisogelea kitu kwa ukaribu, yani kama ukikiangalia kitu kwa ukaribu ndo puto linafanyaje? Puto linavutwa, linakuwa yani kama linapanuka, yani puto yani kama mpira uvute ndo puto linakuwa vile vile, sio hivyo? Lakini kama ukiangalia umbali mrefu sana, lile puto linakuwa linaachiliwa, yani misuli inakuwa inaelegeza puto, sio hivyo? Ndivyo jinsi ilivyo. Sasa mwanga ukishatoka katika hilo tundu, linapiga kwenye puto, alafu kwenye puto linapeleka mwanga wapi? Mpaka kuna sehemu wanaita retina. Sasa hiyo retina kwenye hiyo retina kuna kitu wanakita photoreceptor. Sasa hiyo photoreceptor sasa ndio inabadilisha mwanga kwa nini? Kuwa umeme. Sasa mpaka hapo. Sasa huo umeme waga unasafirishwaje kwenye ubongo? Sasa unasafirishwa kwa njia moja tu. Kuna kitu wanakita neva. Yaani bwana, neva katika mwili wako, yani katika mwili wako kuna kitu wanakita neva. Hiyo neva waga inafanya kazi moja tu ya kusafirisha umeme. Sio umeme wa majumbani, umeme wa kwenye mwili wako. Nitaelekeza mbele huko. Sasa huo umeme unachukuliwa na neva maalum. Inaitwaje? Inaitwa optic nerve. Hiyo optic nerve ndo inachukua umeme katika retina au katika jicho kwenda kwenye ubongo wa nyuma. Kwenye ubongo wa nyuma kuna sehemu wanaita visual cortex. Huko ndo umeme unapogotea. Umeme ukishagotea pale ndo ubongo unatafasiri ile picha. Ndio maana Alhazen akasemaje? Kinachoona sio jicho bali kinacho nini? Kinachoona ni ubongo. Sio mpaka hapo. Sasa hivyo ndo jicho linavyofanya kazi. Kwamba tumeshaona kazi ya cornea ambayo ni skin protector, tumeshaona kazi ya hilo tundu, sio hivyo? Na tumeshaona kazi ya ciliary muscle ambayo ndo inashikilia lenzi, na tumeshaona kazi ya retina. Sasa mwanga unaasili vipi hiyo sehemu 4, sio hivyo? Sasa bwana, katika jicho ukiwa unatumia mwanga kila wakati au kwa muda mrefu, jicho waga linaathirika, lakini kuna sehemu kuu 3 ndizo zinazoathirika zaidi. Sehemu ya kwanza wanaita cornea, sehemu ya pili wanaita ciliary muscle ile ambayo inaoshikilia lenzi, na sehemu ya tatu bwana wanaita retina, ndio hivyo. Sasa utajuaje kama cornea yako imeshazingua, yani cornea yako umesha overload? Unahisi jicho kama lina mchanga fulani hivi, au unahisi labda jicho kama limekauka machozi, yani kama jicho limekauka au jicho linawasha sana, sio hivyo bwana? Hapo ukiona hizo dalili sasa ujue cornea yako umesha overload, sio hivyo? Sasa kuna aina ya vyakula vya cornea, yani cornea linahitaji virutubisho maalum. Virutubisho gani hivyo? Nakuta ndo kuna vitamini A, yani vyakula vyenye vitamini A ni vyakula vyenye vitamini C na vyakula vyenye zinki, sawa? Yani hivyo vyakula kwa ujumla wake inabidi unywe sana, na leo ule sana zile wanaita zile spinach, ule sana dagaa, sio hivyo? Ule sana kuna kitu wanakita machungwa na nyama zake, ule sana hizo bwana, ule sana mayai na kiini chake, ule sana maboga na mbegu zake, ule sana pilipili hoho. Yani hata ukutana na karanga wewe kula, yani hizo zote vitamini A. Ukutana na mchicha, karoti, kama kuna mbegu za mkomamanga kwako upo umezagazaga kula, kwa sababu hiyo ndo chakula ya cornea, na hiyo ndo kama jicho lako linakuwasha sana, tumia. Baada ya siku 3 tu utakuwa comfortable. Kwa sababu gani utakuwa comfortable? Kwa sababu ili cornea ifanye kazi kwa ufasaha inahitaji hayo virutubisho. Sehemu ya pili bwana ambayo inaasilika ni sehemu inaitwa ciliary muscle, zile ambazo zinazoshikilia lenzi. Sasa ciliary muscle, kumbuka zile ni muscle, na sifa muscle zinahitaji nishati ili zifanye kazi. Kuna kitu anakita magnesium, kuna kitu anakita calcium, sio ndivyo? Lakini yote hayote katika misuli, ili yani damu ili isafiri katika misuli yake, kama ciliary muscle imeshachakaa ile, inahitaji yaingie mafuta, sio mafuta ya nazi au mafuta yale mafuta ya alizeti, hapana. Kuna mafuta wanaita omega 3 fatty acid. Hayo omega 3 fatty acid jinsi ya kuyavuna ni rahisi tu jamani. Watu wanaoishi kanda ya ziwa
nadhani tunaelewana lugha moja hapa kwa kweli. Unamchukua yule samaki sato, si ndivyo? Unamchemsha, unakunywa supu yake pamoja na samaki. Humo ukiingiza kwenye tumbo, unachoingiza kwenye tumbo ndio kinaitwaje? Kinaitwa omega 3 fatty acid jamani. Kwa maana hiyo, kwa Kiswahili fasaha, omega 3 fatty acid ni vyakula vyote ambavyo vinapatikana kwenye bahari au kwenye vyanzo vyovyote vya maji. Unavyoona samaki yoyote unamwona mbele yako, mimea yoyote ambayo ipo inaota kwenye maji, hiyo yote ni ina omega 3 fatty acid, ambazo ukishakula omega 3 fatty acid ambao samaki, unaweza kala nini? Unaweza kala mboga zote za majani au jamii zote za korosho, kama naliu jamii zote za zenye asili karanga zile kama korosho, kama nazi, kama nini wanaziita karanga zile za kupikwa na zisizopikwa, kama unaweza kupata kama mastrawberry, unaweza kukamata mpaka makomamanga, ni wewe tu. Ukitumia zile, ndipo misuli yako ya jicho ambayo inaitwa ciliary muscles inakaa katika golo lako. Na ukitaka kujua kama ciliary muscles zako zimechoka, unahisi kama maumivu ndani ya jicho, yaani jicho kama linataka kuvuta, jicho kama linataka kutitia ndani vile. Ukisikia dalili rafiki yangu, basi ciliary muscles zako wewe zimechoka. So hivyo, na sehemu ya tatu ambayo inaathirika na ndio sehemu muhimu, kwa sababu muda huo ndio inakuwa busy kupokea mwanga na kutafasiri kwa umeme. Bwana, hiyo sehemu wanaita sehemu ya retina. Na retina inahitaji kitu kimoja tu, vitamini A na nyingine lutein. So hivyo ndio kitu kinachohitajika. Na vitamini A na hizo lutein huwa zinapatikana kwenye karoti, kwenye pilipili hoho, kwenye spinach vile vile, kama kwenye konea kule, ndio vyakula vyake vinafanana sana. So hivyo, pamoja na haya madini ya magnesium vile vile kwa mbali yanahitajika. Madini ya magnesium utayapata wapi? Utayapata kwenye maboga na vile vile kwenye maboga utayapata vitamini A. Kwa hiyo ukila maboga pamoja na yai, ukachanganya na asali yako vizuri, ukala vizuri comfortable, basi retina yako inakuwa vizuri. Sasa iko ndo chakula cha macho au chakula cha jicho. Sio hivyo? Ili jicho lako liwe imara, inahitaji hivyo vyakula vya vitamini A, vyakula vya vitamini C, vyakula vyenye magnesium, vyakula vyenye calcium, vyakula vyenye omega 3 fatty acid, vyakula vyenye makorokoro kibao. Hivyo ndio nini vinavyohitajika jicho ili fanye kazi vizuri. Sasa mimi nitakutaka kuwashauri ndugu zangu, sio mpaka umwe macho, unaweza ukatumia hivyo kama wewe unajijua unatumia mionzi mingi kwa muda mrefu, unatumia simu kwa muda mrefu, si dhambi. Sio dhambi ukavila hivyo vyakula ambavyo ni bei rahisi, vinauzwa kabisa. Yaani pilipili hoho ikushinde kweli? Hapana, haiwezekani. Sio hivyo? Sasa ukitaka kufanya mazoezi mengine ya ciliary muscle yako, inabidi uwe unaangalia, yani kama ukishaona jicho kama linavuta linaingia ndani, inabidi ujifunze, yani uanze kuangalia umbali kwa muda, yani ukiangalia kitu kwa umbali mrefu sana, yani kwamba uangalie kitu, yani hata kilomita moja unakuwa unakiangalia kwa makini, unakiangalia kwa makini, una concentrate nacho kama sekunde 10 hivi, afu unatoka unaacha kukiangalia, unaangalia kitu cha karibu. Sio hivyo? Unapofanya vile, lile puto linakuwa linavutwa, yani puto ukiangalia umbali mrefu, lile puto linakuwa linapanuka. Likipanuka, ile misuli yake inakuwa kama inalegea. Kishalegea, ndio maana hapo ndo unafanya mazoezi ya macho. Sio hivyo? Unaangalia umbali mrefu, baadaye unatoka, unaangalia pembeni, baadaye unarudi tena hivyo kama mara 7 kwa siku. Sio hivyo? Sasa hicho ndo, na hii somo nimewaletea kwa ajili ya kupambana na macho, kwa sababu darasa linaloanza bwana, muda mwingi inabidi uangalie simu yako au uangalie laptop yako au uangalie TV yako. Kwa hiyo sasa inakubidi utumie hivyo vyakula kuelekea kwenye darasa, ni zaidi ya darasa hilo. Ndio hivyo, tutaendelea mbele katika mada inayofuata. Tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2006 ndipo somo rasmi linaanza. Hiki ni kama kibwagizo cha wewe kukuweka sawa, kukuweka attention kwenye macho yako ili uweze kuniangalia vizuri. Sio hivyo? Usiku mwema, alamsik.